Semana tuko na msanii wa muziki wa hip hop na muziki wa Bongo Flava, lakini pia na mtangazaji mkali nchini Tanzania, Frida Amani. Kwema? What going all good man. Hiyo lugha yako inaacha kwenye mataa. Hiyo inakudhihirisha kama ni wachuga Hamna. Kawaida tu baba. Ndio. Katika muziki wako mara nyingi ulikuwa unawaza nini sana katika kufanya uonekano wa tofauti, kwa sababu bado watu wanashindwa kukuelewa the way ambavyo heshima yako inazidi kukua kila siku zinavyozidi kusonga mbele? Cha kwanza na cha muhimu, nilitambua kwamba msanii na uwezo wa kufanya watu wakafeel vitu, na kama umepata bahati ya kumfanya mtu afeel chochote kile, basi nitengeneze namna ambao wanaweza wakafeel vitu ambavyo pia ni vya muhimu kwenye maisha yao. Nisiimbe tu tunakula raha tutafanya nini, lakini pia niimbe vitu ambavyo vinaweza vikagusa maisha yao na vikabadilisha maisha kwa ujumla. Na ndio maana muziki wangu umeona nimekuwa nikichampion sana wanawake, nimekuwa nikiwazungumzia sana, lakini pia nimekuwa nikiandika nyimbo ambazo zinazungumza mazingira pia. Ni kwamba ni beyond music. Muziki unaweza ukafurahisha watu lakini pia ukawafundisha. Nimelitambua hilo kwenye sanaa yangu. Okay. Nimekuwa nikushuhudia kwenye majukwaa mbalimbali Alasi Francais kule, umekuwa wa kimataifa sana. Nani ambao wanakuongoza katika hili? Nina timu nzuri na watu ambao kwa pamoja tuna ndoto ya kufika mbali zaidi. Kwa tunapambana kwa pamoja kufikia malengo. Timu ninayo na ni nzuri kwa kweli, ambayo tuliona ili tuweze tukafika kwenye majukwaa ya kimataifa ambao ni nje ya majukwaa ambayo tumeyazoea, inabidi tuinvest pia kwenye live music, na nimekuwa nikifanya hivyo. Kwa mwaka jana nimepata nafasi ya kuperform show mbalimbali, nimeperform Access Music Festival, nimeperform festival nzuri zaidi zenye nguvu, lakini pia nimeperform majukwaa ambayo yanaweza kubeba hadi maraisi. So ni timu nzima, tuna kitu tunakitaka zaidi, kwa nadhani ndio maana tuliinvest zaidi pia. Historia yako imebeba mambo mengi sana na mimi nimekuwa nikikufuatilia sana. Watu wanashindwa kuelewa kwamba unaweza vipi kumanage utangazaji wako huu unaofanya, lakini pamoja na uimbaji huu wa muziki. Napenda. Yaani hicho ndo nitakachokisema kimoja tu, napenda. Ukipenda kitu unajitoa. Mimi napenda muziki, napenda kutangaza, napenda kufanya vitu kwa ajili ya jamii. Kwa sio haiwi kazi kwangu wala ugumu wote. Sioni ugumu kabisa. Ni vitu ambavyo napenda na ninavifanya. Hivi Frida, katika harakati zako kuna mtu labda kutaka labda kukuwekea kizuizi lakini ikashindikana? Mimi siamini kama kuna mtu anaweza kuzuia hatima ya maisha yangu. Yaani huwezi kuzuia chochote ambacho Mwenyezi Mungu ameniandikia mimi. Unaweza ukanichelewesha, ukaleta 2 3, na siwezi sasa kusitizama kama matatizo. Akili yangu inaniambia huyu amefanya tu hivi, alafu na move on, naenda na upande mwingine. So I do not believe kwamba kuna mtu ana uwezo huo. Yes. So far sasa hivi tunaona umeanza sasa kushika vijana kwa kasi sana. Tunaona harakati zako, ziara za hapa na pale. Malengo hasa ni yapi? Malengo ni kuendelea. Lengo kubwa na la kwanza ni kutambua vijana tulioko ndo tuna nafasi sasa ya kufanya mabadiliko kwenye nchi yetu, kufanya mabadiliko kwenye dunia yetu. Na mimi natamani ningelitambua ili miaka ya nyuma zaidi. Na nashukuru pia Mwenyezi Mungu amenipa utambuzi sasa hivi. Kwa hiyo ninachokifanya na install kwa vijana wengine ninaokutana nao, kwamba wao ndo wana nafasi ya kufanya mabadiliko yoyote yale ambao wanakuwa nayo. Okay. Yes. Hatari sana. So far ni kwamba Frida sasa hivi tutarajie labda kuna namna fulani unakwenda kuanzisha watu wapya kabisa kwenye masuala yako ya muziki, kwa sababu ile kundi lako la Daudi sielewelewi hivi. Ile kundi la Mami Baby jamani. Lile la Mami Baby sio langu. Lile la Mami Baby. Hola. La Mami Baby hilo. Bwana sikio ndo la kwako unalisimamia bwana. Hapana, mimi sio kundi langu, ni kundi la Mami Baby. Nini kinaendelea sasa? Hapo Mami Baby akiulizwa unyama zaidi, mimi sijui kinaendelea nini. Na sisi wote nyie si washikaji. Lakini sijauliza, na hongera kwa Mami Baby kwa kuendelea kufanya vizuri sana. Naona The Orange Concert ilifanyika Tabora. Amesaidia pia, anaendelea kusaidia wanawake kwa ujumla, naendelea kumpongeza. Sijui sana kuhusiana na dada Hudi na inaendeleaje, lakini najua itaendelea vizuri kwa sababu ana future nayo kubwa. Okay, Queen Fifi imeishia wapi? Queen Fifi ipo. Na Frida Amani ipo. Sasa tunaelewa, maana kwenye mitandao kuna nyimbo zimeandikwa Queen Fifi, kuna zingine zimeandikwa Frida. Hamna nyimbo imeandikwa kwenye mtandao Queen Fifi. Mimi nikutajie mimi. Shida iliandikwa Queen Fifi. Iliandikwa Queen Fifi, haijaandikwa Frida. Basi hiyo ni ya zamani sana, lakini nilisha zamani. Nyimbo ni ya zamani ile? Shida ni ya zamani, ndo nyimbo inaweza kuta ile Shida ndo nyimbo yangu ya kwanza kuingia nao kwenye industry. Amini kwamba
Kwa nini iandikwe Queen Fifi? Sasa si zamani huko, lakini tayari okay, mwanzoni ilivyokuwa nilikuwa nataka kuwa nilizani ningeweza kuwa na jina la kwenye muziki na jina la kwenye utangazaji. Baadaye nikatambua hakuna uwezekano wa hilo. Kwa hiyo inabidi uchague moja, ambao nikachagua Frida Amani kwa sababu tayari watu walishanitambua kama Frida Amani kuanzia kwenye BSS kule, kwenye media, kwenye chochote. Nikasema this is my name and it's right kuitumia. Kwa jina la Queen Fifi limekufa kabisa. Alijafa lipo, ndugu zangu, watu kukutana na mdogo wangu alikuwepo hapa ananiita Fifi. So ni jina naloitwa na watu wanaoniita Queen Fifi ni watu wanaonijua upande mwingine pia. Yeah. So far mambo ni mazuri sana, sio? Mungu anabariki. Nashukuru bana. Asante, una baya.